Tumsifu Yesu Kristo. Leo ni tarehe 7 mwezi wa 5 2026. Alhamisi ya Dominika ya 5 ya Pasaka. Karibuni katika tafakari ya masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 7 hadi aya ya 21. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mtakatifu Yohana sura ya 15 aya ya 9 hadi aya ya 11. Masomo yote mawili yanaangazia upendo wa Mungu na yanatuelekeza kwa upendo wa Mungu hauna mipaka na hauna kikomo. Pia upendo huu hauchagui na hauna ubaguzi. Kikubwa tu sisi waamini tuwe tayari kuupokea. Katika somo la kwanza la leo, tunaona Petro anasimama kusuluhisha mjadala unaohusu uhalali wa watu wa mataifa kuwa Wakristo. Tukirejea somo la jana la kwanza kutoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 15 aya ya 1 hadi aya ya 6, tutaona Wakristo wa Farisayo wanasema ili mtu awe Mkristo lazima awe ametahiriwa. Katika somo letu la leo, Petro anasema neema ya Mungu pekee yatosha kuwafanya watu kuwa Wakristo, na kitu pekee cha kuwafanya watu wa mataifa wawe Wakristo ni imani. Ndugu zangu, hata sisi hili linatugusa, ambao sisi ni maaskofu, mapadre, waseminari, wana utume wa wawata, karismatic au wana Legio Maria. Kujifikiria kuwa sisi ni Wakristo zaidi kuliko wengine. Tunaweza kufikiri wale ambao hawaendi kanisani, hawatoi zaka za kutosha au kuhudhuria semina mbalimbali za kanisa, labda wao sio Wakristo halali. La hasha. Ukristo wetu unapimwa kwa imani na sio mambo ya kisheria, ratiba au taratibu. Hivyo basi, tunaitwa wote kutambua kwa wote tunachukua nafasi sawa kwa Mungu, ili mradi tuwe tumekubali kuipokea imani. Mtakatifu Yosefu wa Lamana anatukumbusha kwamba kutoka zamani Mungu amekuwa akimfikiria kila mmoja wetu hata kama hatustahili. Anatumia maneno ya Nabii Yeremia sura ya 31 aya ya 3 yanayosema nimewapenda kwa upendo wa milele. Somo la Injili pia linakazia upendo wa Mungu. Na sisi tunajiweka karibu na Mungu pale tunapoziishi amri zake. Na sio kwa sababu tunaogopa matokeo ya kuzivunja, bali kwa sababu Mungu ni mwema na yeye ndiye upendo wenyewe. Kumbe basi, ili sisi tuwe Wakristo, cha kwanza kabisa ni upendo wa Mungu. Na sisi ni wajibu wetu kuupokea huu upendo wa Mungu. Nipende kuwaalika tujiweke katika mikono ya Bikira Maria Konsolata. Kupitia maombezi yake atuwezeshe sisi watoto wake kuupokea upendo wa Mungu, na tusiweze kuwabagua ndugu zetu katika misingi ya imani, tukitambua kuwa imani ndicho kiunganishi pekee kati ya watoto wa Mungu.
Tumsifu Yesu Kristo.
Mtakatifu Yosefu Alamano, baba na mwanzilishi wa shirika la Konsolata duniani kote, yupo mstari wa mbele katika kutuhimiza kufanya mambo vizuri na bila ya kelele, kutenda mambo mema na mazuri bila kutafuta sifa, kupambwa, kamera na kumulikwa, kujiposti katika mitandao ya kijamii na kuonesha kwamba mimi nimefanya hivi, huyu hawezi bila mimi, na yule pale isingekuwa mimi asingefika pale. Daima amekuwa mfano na amekuwa muhimizaji wa kwanza katika kufanya mambo vizuri na bila kelele. Kumbe Alamano anaturudisha pale pale. Si tuwageuzie mgongo wahitaji, bali tuwatumikie, lakini katika kutumika kwetu basi tusitafute mabavu, tusitafute kujionesha. Badala yake tufanye vitu vizuri, tutoe msaada huo kwa hekima, kwa imani na kwa moyo mkuu, lakini bado tuzingatie kuto kupiga kelele, yaani kutafuta kuonekana. Kwa hivyo tuchukue somo hili la Baba Alamano tukiliunganisha na wazo kuu la kuwasaidia wahitaji katika Dominika hii ya leo, ambako tukifanya hivyo basi tutakuwa tumeishi maisha yaliyo bora, maisha ya Kikristo na maisha ya utakatifu, ili Mungu atukuzwe siku zote na sisi tutakatifuzwe. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, tushangilie Bwana Yesu Kristo.